Yes, my good people, nita presenter Dandy African of course. Karibu sana kwenye chaneli yangu. Siku ya leo nimekuandalia makala na ni makala ya kutisha na kuelimisha sana kote ulimwenguni. So nimekuandalia sheria 10 za kutisha kote ulimwenguni. Bila kupoteza wakati nitaanza na sheria ya kwanza. Katika nchi ya Denmark ni makosa mtoto kuzaliwa na kupewa jina baya. Inasemekana kwamba watoto wote wa Denmark wanapozaliwa lazima mtoto hapewe jina zuri. Hivyo basi kupatia watoto majina magumu na majina ya kutisha zaidi, na ambapo ni majina ya wazee sana, inakuwa ni hatua mbaya sana utakuwa umechukua katika nchi hiyo. Hivyo basi yeyote ambaye atapatikana anapatia mtoto jina baya atachukuliwa hatua katika nchi ya Denmark. Sheria ya pili. Ni makosa kutafuna ama kumumunya Big G katika nchi ya Singapore. Inasemekana kwamba nchi ya Singapore inatumia pesa nyingi sana kunadhifisha nchi yao. Hivyo basi utakayepatikana akikula Big G itakuwa ni kosa kubwa sana katika nchi hiyo, na utatozwa faini ya pesa nyingi sana katika nchi ya Singapore. Sheria ya tatu. Ni marufuku kuku wako kuvuka barabara katika nchi ya Georgia, katika nchi kuu ya Marekani. Inasemekana kwamba yeyote ambaye atakuwa anatazama ama anaacha kuku wake kuvuka barabara katika nchi hiyo atakamatwa na kutozwa faini pia vile vile. Naam, tunaposonga ni kwamba katika sheria ya 4 ya kutisha ulimwenguni ni kwamba ni kosa kubwa sana mwananchi yeyote kuendesha gari chafu katika nchi ya Urusi, yani Russia, na pia katika nchi ya Dubai. Inasemekana kwamba katika nchi hizi mbili wanatumia pesa nyingi sana kuhakikisha kwamba usafi wa nchi umefuatiliwa vizuri. Hivyo basi utakayepatikana ukiendesha gari chafu katika nchi hiyo utashikwa na kuwekwa ndani, na ikiwezekana kutozwa faini ya pesa nyingi. Naam, katika sheria ya 5. Inasemekana kwamba katika nchi ya Scotland mwananchi yote ambaye atakuja mlangoni mwako na abisha aseme kwamba anataka kujisaidia katika choo chako, ni sharti umruhusu akitumie choo chako. Hivyo basi yeyote ambaye atapatikana anakataa ama hataki mtu yote aingie katika choo chake cha nyumba atakamatwa na kuchukuliwa hatua. Hivyo basi choo chochote kutoka nchi ya Scotland ni vyema kitumike na yote yule ambaye angependa kukitumia. Tunaposonga katika sheria ya 5. Ni makosa makubwa sana kuflashi choo chako kuanzia mida ya saa 4 usiku katika nchi ya Switzerland. Kumbuka kwamba Switzerland ni baadhi ya nchi safi sana zaidi, na basi ni nchi ambazo wanafuatia sheria kubwa na sheria kali sana. Yeyote ambaye atapatikana akivunja sheria hii ya kuosha ama kuflashi choo chake usiku wa manane itachukuliwa kwamba ni hatua kubwa sana ambayo atakuwa amefanya na atashikwa. Na inasemekana kwamba kuflashi choo chako usiku itakuwa kwamba unapigia majirani zako kelele. Jamani, tazama sheria hiyo uweze kuifuatilia vizuri. Sheria ya 6. Katika nchi ya South America, yani sehemu ya Bolivia, ni marufuku mwanamke aliyeolewa kunywa pombe, yani wine, zaidi ya glasi 1. Jamani, kuna sheria duniani. Inasemekana kwamba sheria hii iliyopitishwa haifai mtu yote ambaye ni mwanamke kukunywa zaidi ya glasi 1 ya wine. Inasemekana kwamba mwanamke anafaa kufuata sheria hii na asije akalewa ovyo ovyo katika nchi ya Bolivia. Naam, katika sheria ya 7 ni kwamba ni marufuku zaidi mwanaume kusahau siku ya kuzaliwa ya mke wake. Hii ni katika nchi ya Samoa, Oceania. Inasemekana kwamba wanaume wote wanafaa kuzingatia siku ya kuzaliwa ya wanawake wao, hivyo basi kuwafanyia sherehe na kuwapa zawadi tofauti katika nchi ya Samoa, Oceania. Tukifuata sheria ya 8 ni kwamba kupinga
harusi yeyote katika nchi ya Australia ni kosa kubwa sana na ni uvunjaji wa sheria za Australia. Hivyo basi yeyote ambaye anapata harusi inaendelea na anataka kuivunja, kusema kwamba huyu alikuwa mke wake ama huyu alikuwa mume wake, ni kosa kubwa sana, na hivyo basi utashtakiwa na kuwekwa ndani na kutozwa faini ya pesa nyingi zaidi. Sheria ya 9. Ni marufuku kunenepa katika nchi ya Japan. Jamani, kuna mambo huku nje. Wanasema kwamba katika nchi ya Japan, yeyote ambaye atapatikana anakula ovyo ovyo na kunenepa atashikwa na kuwekwa ndani. Hii ni mojawapo sheria kali ambazo zimewekwa katika nchi ya Japan, na hivyo basi yeyote mwananchi yote anafaa kuzingatia. Na yeyote ambaye ataona kwamba mwili wake unazidi kujaajaa atahitajika kwenda kufanya zoezi haraka iwezekanavyo kabla ya kuchukuliwa hatua. Kumbuka kwamba hizi ni baadhi ya sheria kali ambazo zimewekwa katika duniani na katika nchi mbalimbali. Hivyo basi mtazamaji wangu, unahitajika kufuata sheria hizi ambapo unaenda katika nchi hizi. Yeyote ambaye atakuwa nasafiri katika nchi hizi ambazo nimeweza kukutajia, kumbuka kuzingatia sheria hizi ili uweze kujikita na sheria za nchi tofauti tofauti. Bwana, naitwa Presenter Dandy Africana. Achia comment yako uweze kuniambia ni sheria ipi imeweza kutisha zaidi, na ikiwezekana bwana, share video hii uweze kuifikia watu wengi uweze kujua usalama wa nchi tofauti tofauti za dunia. Au sio bwana? Niite Presenter Dandy Africana. Kumbuka ku-like, comment and subscribe this channel ili uweze kupata notification kibao kuhusu stories zinazo trendi kote duniani. Thank you so much. Bye bye.